Katika mifumo ya usalama duniani kuna kitu kinaitwa threat detection. Uwezo wa kumtambua adui kwa kuangalia tabia zake, inaitwa patterns, na sio sura yake. Adui wa hatima zetu za kiroho ametandaza mifumo ulimwenguni mote, ambayo mifumo hiyo sura yake ni njema sana na ya kiroho, lakini nyuma ya mifumo hiyo ni mifumo ambayo inakwenda kututenga na Mungu na kutuangamiza kabisa. Leo tutakwenda kuangalia hatima ya mfumo unaotumia, lakini pia tunakwenda kuchunguza na kufungua somo hili kupitia kitabu cha Danieli 7. Danieli 7. Baba, ninakushukuru kwa baraka ya Danieli 7. Wako wanyama ambao tuliwaona kama ni wanyama wa kawaida, lakini ndani yake kuna siri kubwa katika hatima yetu. Hasa yule mnyama wa 4 ndiye ambaye anatuhusu sana. Ninaomba Mungu umsaidie na mtumishi wako, ili kila neno ambalo linakwenda kutoka kwenye kinywa changu likawe na value, likawe na thamani kwenye upokevu wake, na likamsaidie katika maandalizi ya kuishi hapa duniani akikutegemea wewe na uzima wake wa milele, kwa jina la Yesu, amen. Danieli 7 mstari wa 2. Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, natazama hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa 3. Ndipo nikaona wanyama wakubwa 4 wakitoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Turuke kidogo twende fungu la 7 mpaka fungu la 8. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku, natazama mnyama wa 4 mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma, mkubwa sana. Alikula na kuvunja vipande na kukanyaga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 8. Nikaziangalia sana pembe zake, na tazama, pembe nyingine ikazuka katikati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza ziling'olewa kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilikuwa kikinena maneno makuu. Tumalizie 7:26. Lakini hukumu itawekwa, nao watamuondolea mamlaka yake na kuipoteza na kuiangamiza hata milele, na ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu watakatifu wake aliye juu. Haleluya. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Bwana Yesu apewe sifa. Danieli 7 ni moja ya sura ya maandiko matakatifu ambayo iko busy sana, na kwa sababu tunataka tu kuamshana intelijensia zetu za kiroho, uwezo wetu wa kuona mambo katika mtazamo wa kiroho, hatutagusa baadhi ya mambo mengi kama ambavyo ulitarajia, kwa sababu tunaelekeza Danieli 7 kujibu swali la hatima ya mfumo unaotumia kuendesha maisha yako. Mengine mazuri yana nafasi yake, ila kwa sasa tutayaacha kidogo. Katika maono ya usiku, Danieli anaona wanyama wakubwa 4. Kidogo ni kulinki na Danieli 2, somo la juzi tulisema. Hapa baadaye alikuja kuonyesha na wanyama wale 4 uliowaona, Mungu anamwambia ni falme 4 zitakazokuja kutawala hapa duniani. Simba anawakilisha ufalme wa, tulishasema, ufalme wa Babeli ambao ulitawala kuanzia mwaka 606 mpaka 539. Huyu wa pili, dubu, anawakilisha ufalme wa Wairani wa Waajemi ambao ulitawala mwaka kabla ya Yesu, mwaka
339 mpaka 331 kabla ya Yesu kuzaliwa. Alafu huyu chui anawakilisha ufalme wa Giriki au wa Yunani ambao litawala kuanzia mwaka 331 mpaka 168. Lakini huyu mnyama mkubwa wa kutisha, huu ulikuwa ni utawala wa Kirumi wa Kiitaliano ambao utawala kuanzia mwaka 168 kabla ya Yesu, ukaja mpaka Yesu akazaliwa kina Kaisari wala kina Pilato, alafu ukapitiliza mpaka mwaka 476 baada ya Yesu. Lakini anasema nilipotazama vizuri kwenye kichwa cha ile jamaa, nyama la kutisha, kapembe kakaibuka kadogo, kaliko na macho na mdomo, lakini akana masikio. Kakanena maneno ya makufuru na akaazimu kubadili majira na sheria. Hii ni kijitawala kilichoinuka, kilichobebwa na Roman system, ambacho ni kitawala cha dini na siasa, ambacho kimetawala pia ulimwengu mzima kupitia mifumo na ushawishi wake mkubwa. Na yawezekana hata maisha yako unayoishi sasa ni matokeo ya mifumo iliyosukwa vizuri, yenye muonekano wa nje bora, lakini ndani kuna siri imefichwa, ambayo kama usipoweza kuifumua na kuchukua mfumo mzuri wa Mungu utapotea. Lakini nisikutishe, kwa sababu tunamzungumzia Mungu mwenye uwezo wa kuokoa, na maneno ambayo tunakwenda kuyatamka katika masomo haya 7 mazuri makini, na huko mbele utajifunza zaidi, ni kwamba ni maneno yenye kuokoa na yenye nguvu. Kwa hiyo mifumo wote wa jamaa ni mifumo dhaifu kabisa. Sasa niseme kidogo kwa wanyama. Sasa tunaingia ndani zaidi, hatutupi kitu. Tumesema kwenye mifumo ya kiusalama ya kiroho, spiritual security systems, unachokiona nje sio kilicho ndani. Nje unaweza kuwekewa rangi nzuri, lakini ndani kuna sumu. Haya ndio mifumo ya kiroho ya kiadui yaliyopangwa kuharibu watu katika dunia hii ya mwisho. Unachokiona sio chenyewe. Kuna exoteric na esoteric. Kuna kile cha nje unachoonyeshwa na kile cha ndani. Sasa basi, tukianza mfumo wa utawala wa simba, uliwakilisha kiburi. Mfalme Nebukadneza, kiburi. Havijatupwa vyote mpaka leo. Huyu adui aliyoongoza kiburi cha Nebukadneza anaongoza viburi vya wanadamu hadi siku za mwisho. Viburi vya wachungaji, viburi vya viongozi wa serikali, viburi vya viongozi wa kijamii, viburi vya wanawake ndani ya nyumba, viburi vya wanaume dhidi ya wanawake zao, viburi vya watoto kwa wazazi, viburi kwenye shule, viburi kwenye kila eneo la maisha. Viburi vinapandishwa. Wako watu wanatembea na mifumo ya viburi. Lakini dubu aliwakilisha mfumo wa ulafi na uharibifu. Ndio maana alikuwa kama ana mbavu, mabaki ya mbavu mdomoni ukimsoma pale vizuri. Mpaka sasa adui aliongoza ufalme huu wa ulafi na uharibifu, anaongoza watu wengi leo ndani na nje ya makanisa. Wanakula wanavyotaka, hawana kujizuia, lakini ni watu wanaoharibu miili yao. Unasikia mtu anatoboa masikio, toboa macho, toboa kope, toboa ulimi, toboa mwili mzima, jipaka matatu, mavitu ya ajabu. Hii ni roho ya uharibifu ya Umeri na Uajemi ambao bado inatembezwa katika ulimwengu wa sasa, ili kuleta confusion kubwa katika ulimwengu wa kiroho na kuongozwa, ambao unaongozwa sasa na mifumo hii ya utawala huu wa 4. Lakini chui anawakilisha kasi na anasa. Anakuwa ni mtu mwepesi kwenye mambo ya anasa. Na kiongozi wake huyu Alexander the Great, kilichomuua ni anasa iliyopitiliza na kunywa pombe zilizopitiliza. Kwa tunaishi katika kipindi ambapo adui anachanganya mbinu zake alizotumia kutawala dunia, kutawala mtu mmoja mmoja katika dunia hii. Kuna wakati najiona kwenda disco ni mwepesi sana, lakini kwenda kanisani ni mzito. Wewe ndio nimechelewa kufika, alafu ndio wa kwanza kulalamika muda mbona umeenda, wenzako hapo tangu asubuhi na muabudu Mungu.
kwa sababu bado umekuwa mateka wa mifumo ya kiadui. Anageuza akili yako ione ya Mungu ni mazito, unakuwa mwepesi kwenye mambo ya adui. Kusoma Efeso 6 anakuambia miguu miepesi ya kupeleka Injili. Lakini shetani anaweza kukuingiza ndani ya kanisa, alafu akakuhifadhi vizuri, lakini miguu yako akaifanya kuwa miepesi kupeleka majungu, miepesi kupeleka maneno ya uchonganishi, miepesi kuvuruganisha watu, miepesi kwenye kuvuruga ndoa, miepesi kwenye kuharibu, kuleta sintofahamu ndani ya kanisa. Kwa ni vizuri ujue wewe unaopareti maisha yako katika mfumo upi kati ya mifumo hii minne. Lakini mfumo ule mnyama wa nne ambao ni dude la ajabu la kutisha, ambao ndio unatawala mpaka sasa, huku shetani akichukua hii mingine akikopa baadhi ya tabia akizijazia na linabeba mifumo yote ambayo tumeisema, ni uhasi na uharibifu mkuu. Tumesema ule mwingine alikuwa ni uharibifu, huyu ni uharibifu mkuu. Kwa unajengewa roho ya uasi dhidi ya Mungu. Ndio watu wanaibua vitu, wanatafuta maneno ya Mungu, wanapandikiza mashaka dhidi ya neno la Mungu, uweze kutilia mashaka. Yaani ukisoma sentensi ya Mungu, unaona kama vile ni mambo ya watu tu wametunga. Haya ni mambo ambayo umepandikizwa na mifumo inayotawala dunia hii kuletea mashaka neno la Mungu. Kila kilichosema kwenye Biblia kwako unatengeneza argument ya kuleta mabishano na kukipuuza. Nilikuwa nakwambia ukisoma kitabu kinaitwa Pambano Kuu, hii sura nilikuwa naisoma hapa hivi karibuni, mitego ya shetani. Wote wanaopuuza kujifunza neno la Mungu katika hali inayofaa na busara, wanaoacha kufanya usomaji wa neno la Mungu kwa njia ya busara na unyenyekevu na inayofaa, lengo wasiweze kuitarafiana na kutofautiana na walimwengu, wataachwa wapokee uasi mbaya sana kuhusu ukweli wa dini. Wale wote wanaosoma maandiko matakatifu huku wakiangalia dunia inaendaje, wanayachukua maandiko wanaongeza kwenye dunia yaendane na kile kinachoendelea. Wanaogopa kuwa tofauti na dunia. Wakiangalia mavazi, wanatafuta maneno ya Biblia ya kuhalalisha uvaaji wa dunia. Wakiangalia vyakula, wanatafuta maneno ya dunia kutetea ulafi wa dunia. Wakiangalia mambo ya ibada, muongozo wa amri 10 za Mungu, wanaichekecha Biblia iendane na matakwa ya dunia. Anasema wataachwa waingie katika uasi mkuu. Na anayeongoza ile zoezi ni huyu mnyama wa 4 na pembe yake ndogo ambayo imeelezwa kwenye kitabu hiki. Sasa nakuuliza, ni mfumo gani unaotumia kuendesha maisha yako? Ni mfumo gani unaotumia kuendesha maisha yako ya kiroho? Unapaswa kuelewa kuwa mifumo ya dunia hii ina asili ya unyama. Ni mifumo inayokula, inayovunja, inayotaka kutawala akili za watu. Kwa mpaka utakapoamua kuishi na hizi intelijensia za kiroho zitakazo kusaidia kutambua kuwa dunia inaendeshwa si na vyombo vya habari, inaendeshwa na aliye nyuma ya vyombo vya habari. Dunia haiendeshwi na wanasiasa, inaendeshwa na yule anaye control wanasiasa. Dunia haiendeshwi na wafanyabiashara, inaendeshwa na aliye nyuma ya hao wafanyabiashara. Dunia haiendeshwi na watumishi wa Mungu, wachungaji, watu gani wameibuka, watu wa kisasa wanahubiri vitu ambavyo vinatilisha mashaka. Vinaendeshwa na aliye nyuma ya hao anaongea maneno. Kwa lazima ujue unamfuata nani na kwa nini na kwa ushahidi upi, ili uwe salama. Neno la Mungu na maombi ndio atakao kuepusha kuwa mateka na mtumwa wa mifumo iliyoasi hii ambayo inaelezwa ya kinyama. Huenda ni mateka wa mifumo ya dunia hii na imekuathiri, mifumo ya LGBTQ, mifumo ya breweries industries, viwanda vya ulevi, na mifumo ya sanaa zilizoandaliwa kwa mifumo ya viwango vya juu sana, mifumo ya mitandao ya kijamii
algorithm zilizoandaliwa kwa ajili ya kuvuruga akili yako igombane na Mungu aliye ndani yako, mifumo kandamizi ya fikra zako, mifumo inayokuandaa kuwa mtumwa zaidi ya wajanja wa dunia hii. Nina habari njema kwako. Mstari wa 8 anasema, nikatazama hata viti vya enzi vimewekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufi safi. Kiti cha enzi kilikuwa miali ya moto na gurudumu za moto. Kuna kiti cha enzi kimewekwa katikati ya vurugu zinazoendelea hapa duniani. Mungu yuko mbinguni, anatawala, na anatafuta watu kama wewe na mimi tuweze kuisaliti mifumo yote hii ya dunia, na tuweze kukaa chini ya mfumo ulio juu ya mifumo yote, mfumo bora ambao utakuletea uzima wa milele, mfumo wa Mungu wa mbinguni aliye na remote control ya dunia hii, sio pembe ndogo. Aliye na remote control ya dunia hii sio tabia zilizofichwa dhidi ya hawa wanyama wanaotawala madunia haya. Aliye na control na remote control ya dunia hii sio shetani na ibilisi, ni Mungu mzee wa siku aliyeketi kwenye kiti juu mbinguni akiendesha mahakama ya dunia hii. Na hata ruhusu mtu yeyote, Mungu wako hata ruhusu mtu yoyote aliyeamua kwa dhati kabisa kumtafuta Mungu kwa roho ya kweli aweze kupotea au kupotezwa au kumezwa na kutekwa na hii mifumo. Lakini watu wote wanaopuuzia sauti ya Mungu na roho wake anaonena ndani yao juu ya matakwa ya mabadiliko ya maisha yao watakumbana na utelezi mkubwa wa upotofu, kwa sababu hata hivyo kiwango cha rehema za Mungu kuna wakati kinafika kinajaa. Sasa nikupe ahadi 2 ambazo tunazipata katika masomo yetu ya leo. Moja ni ahadi ya hukumu kwa faida yako. Danieli 7:22 tumesema 22. Danieli 7 anasema nini? Anasema, hata akaja huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu, na majira ya kawaida watakatifu waumiliki ufalme. Hukumu ya Mungu ambayo inakuja hivi karibuni, hukumu ya Mungu ambayo imeshaanza sasa katika dunia hii kwa level ya upelelezi na ukusanyaji wa maarifa na wa taarifa za kila mtu na maisha yake, na kumbukumbu zinawekwa vizuri juu ya maandalizi ya ile hukumu kuu ya kufunga historia ya ulimwengu. Inaitwa kwako wewe ulio upande wa Mungu, ambaye umeamua kusimama na Mungu hivyo hivyo ulivyo, inaitwa the vindication judgment. Anafanya vindication. Anachokifanya ni nini? Mungu anaingilia kati ili kukutetea na kukutengeneza ili kukuandaa kwa ajili ya uzima wa milele, ili neno litimie kwamba aniaminie mimi hata ingia hukumuni, amevuka kutoka mauti na kuingia uzimani. Aniaminie mimi sitamtupa nje kamwe. Zoezi hilo linafanyika sasa. Kazi yako ni kujikabidhi kwa Mungu. Mungu anaingilia kati kisheria ili kumtetea mtoto wake asiwe mateka wa mifumo ya sasa. Mungu anaingilia kati kwenye maisha yako sahihi ili usiwe mateka wa hii mifumo. Lakini ni ahadi kwamba wewe hautapotea kamwe mbele ya mikono ya mzee wa siku. Anasema wale wote wamwaminio hata watupa nje kamwe. Wote wamwaminio amewachola katika viganja vya mikono yake. Kazi yako wewe, uwezi kujifunza kila kitu cha mifumo ya giza ukaielewa, maana mambo ya giza ni aibu hata kuyasema. Jifunze kuhusu Mungu, mjue sana Mungu wako. Biblia inasema ili uwe na amani, ili mema yapate kujilia. Je, unatenga muda gani kuongea na Mungu wako? Ni muda gani umeutenga kwa ajili ya kufungua mambo matakatifu ya Mungu na kuyafahamu? Ni muda gani unajitenga kusoma vitabu vya unabii ili upate kujua ufahamu, upate kujua cha kufanya na kutokufanya? Roho wa Mungu katika saa hii anawaandaa wanadamu wote ambao wameamua kusaliti mifumo yote ya dunia na kuanza kuutafuta mfumo wa Mungu. Hata kama ni kwa kupapasa, wameutafuta ufalme wa Mungu na haki yake ili waweze kudishiwa na haya mengine. Hawa watu hawatapotea kabisa. Nataka nikuambie rafiki yangu,
Amua kuanzia sasa kusema mimi nimeamua kutembea chini ya mfumo unaoongozwa na Mungu, na mifumo yote siitaki. Utamwona Mungu atakavyotengeneza mazingira kuhakikisha kila mfumo uliokushika, kila uelewa ambao umekuwa designed kukufanya uamini dhambi ni kitu bora na mambo ya Mungu ni mambo magumu, utaondoka. Kuna watu wameenda kuchukua sehemu ya Biblia na kutengeneza mafundisho ya kutetea mifumo yao miovu waliochagua kuishi. Kwa jina la Yesu wamechagua kupotosha dunia, na wewe wezekana ni mateka wa hayo mafundisho. Ukiamua kuanzia sasa, Mungu nimeamua kuishi chini ya mfumo wako, Bwana atakuokoa na mifumo hii ambayo itakuharibu na kukuweka kwenye mfumo wake wa mbinguni, mfumo ulio bora kuliko mifumo yote. Mwisho niseme hatua 3 za kuchukua za kivitendo. Hatua 3 za kuchukua za kivitendo. Na mambo machache sana. Hatua 3 za kuchukua za kivitendo. Mtu anayeishi kwa mafunuo ya Danieli 7 ni mtu aliyechagua kuishi bila kubahatisha. Aishi kwa kupapasa, kwa kubahatisha. Ni mtu ambaye ana vitendo halisi, ana hatua za kivitendo anazochukua kila siku kujiepusha asije akawa mateka wa mifumo haribifu ya dunia hii ambayo imeingizwa kwenye makanisa, imeingizwa kwenye biashara, imeingizwa kwenye siasa, imeingizwa kwenye shule, imeingizwa kwenye mahospitali, kwenye kila eneo la maisha yako utakutana nayo. Lakini ukiwa upande wa Mungu, Bwana atakuokoa navyo. Jambo la kwanza, look beyond the surface. Tazama zaidi ya muonekano. Usiangalie mambo yanavyoonekana. Mengi yanaonekana na tofauti na uhalisia uliopo. Usiadaike na majengo marefu na teknolojia au siasa za dunia. Jiulize, je, mfumo huu kati ya hizi mifumo 4 ambayo imeelezewa katika kitabu cha Danieli, mifumo ya kinabii, inaingia kwenye kategori hipi? Mwambie Mungu, nisaidie kuyaona mambo yanavyopaswa kuonekana. Katika maombi yako kila siku chukua hii. Mwambie Mungu, nisaidie kuyaona mambo kama yanavyopaswa kuwa na sivyo kama yanavyoonekana. Nisaidie kuona uongo uliojificha, taarifa nazopewa, taarifa za habari, vita vinavyoendelea, ili nipate kuishi kwa hekima. Usichukue kitu ukameza kama kilivyo, utabogea, vingine vinandoano, utanaswa. Jifunze kutambua pattern za uasi zilizojificha kwenye mambo ya kawaida ya kila siku. Katika mambo haya tunayoishi ya kawaida ya kila siku, umeenda umerudi, kuna pattern za uasi, kuna mifano, kuna mifumo ya uasi imejificha manisha kwenye kila hatua ya maisha tunayopita. Lazima mwambie Mungu, naomba unisaidie nipate kutambua. Mtu anaweza akaja akakusifia, kumbe lengo lake kuna sehemu amekutegeshea kule mbele. Hii kitu lazima uingize kwenye maombi. Hata unaposikiliza mwambie Mungu, naomba nipe sikio lililomenywa kiroho lenye uwezo wa kutambua hila ndio nyuma ya kila kauli unayosikia, ili upate kuishi kwa hekima. Jambo la pili la kufanya, focus on the courtroom. Weka macho yako kwenye mahakama ya mbinguni. Katika dunia tunayoishi mambo ni mengi sana. Hauwezi ukaelewa kila kitu. Lakini ambacho kitakusaidia ni akili yako ifocus kule kwa mzee wa siku, kwenye mahakama ya mbinguni, heavenly courtroom. Wakati dunia inapopiga kelele kuhusu migogoro, vita, maanguko ya kimaadili, wewe unatakiwa kujiuliza, je, faili langu liko sawa mbele za mzee wa siku? Tumesema mahakama ikawekwa, vitu vikaletwa, mafaili yakaletwa. Wakati unaposema dunia inaenda wapi, kabla hujaanza kulaumu dunia inaenda wapi, jiulize, wewe faili lako katika mikono ya mzee wa siku, wakati anafanya vindication, anawathibitisha watakatifu wake ili aje kuwachukua hivi karibuni, wewe la kwako limekaa kaje? Hiki ndicho ambacho kitakuwa kikuumize kichwa. Acha watu wapigane huko Irani, haya yana shida. Shida ni wewe. Je, faili lako limekaa kaje kwenye mahakama ya mbinguni? Spiritual intelligence inakufanya uwe na amani, kwa sababu unajua mahakama juu imeshatoa maamuzi kwa ajili yako. Maisha yako utakapoyakabidhi chini ya Yesu, maana yake mbinguni kumbukumbu zinawekwa, huyu ni wa kwetu. Je,
unapoingia kwenye vurugu za dunia hii, kwenda kutafuta kwenye biashara, kwenye movement za kimaisha, je, unaenda ukiwa unajua faili lako liko mikononi mwa Yesu, ukiwa salama? Haya ndio maswali unatakiwa ujitafakari. Unaamka usiku saa 8, saa 9, unatafakari vizuri, ili unapoingia kwenye vurugu za dunia hii usije ukatekwa na mifumo ya dunia hii. Jambo la mwisho, yule bwana amesema aliahidi kubadili majira na sheria. Reject the change of times and the change of the laws. Adui amepanga kugeuza majira na mifumo ya dunia hii, lakini pia amepanga kugeuza sheria ya Mungu na kuweka sheria yake uipende. Tenga muda kupitia amri 10 na kuzitafakari. Lakini pia pembe ndogo anataka kubadili majira na sheria. Lazima ushikilie sheria ya Mungu ya asiri, sheria ya Mungu ya amri 10 ya Kutoka 20, ujifunze, alafu uazimie kwenye moyo wako. Hautasikiliza kauli zozote za kidini kwa ujanja, cunning statements za ujanja zenye kuletea kupuuza amri za Mungu. Ni kama umevunja, unakosea na uzifuate, unakiri, unaambia Bwana Mungu, hapa nimekosea, nisaidie, nashindwa kuzitii. Lakini usigeuke kuwa mtetezi wa uvunjaji wa sheria za Mungu, itakula kwako. Maana sio tu mtetezi, utakuwa mwinjilisti kwenye mimbari ya Ibilisi. Utakuwa ni msemaji na kipaza sauti, the loud speaker of satanic agencies. Hawa mawakala wa adui hawatakufanya tu wewe kuwa tu mfuasi wao, utakuwa msemaji wao. Alafu mwisho wa siku utakula kwako. Usikubali mfumo wa dunia hii uliobadili utambulisho wako. Utambulisho wako unatambuliwa katika amri za Mungu, na ikiwemo amri ya 4 ya Sabato, ambayo inaonyesha nani anayekumiliki. Haumilikiwi na serikali, haumilikiwi na mfumo wote, isipokuwa unamilikiwa na Mungu wa mbinguni, ambaye aliziumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo kwa muda wa siku 6, akatengeneza dunia hii, na amekuweka wewe kama akiba kwa ajili ya kukuchukua hivi karibuni, akupe maisha bora kuliko hata tulionayo sasa. Kwa mpendwa, kama umesikia haya mambo machache nimeyasema kwa uzuri kwa ajili yako, nataka nikuulize maswali. Ni mfumo upi unaoendesha familia yako? Ni mfumo upi unaoendesha ibada zako? Ni mfumo upi unaoendesha kufikiri kwako? Vitu unavyotumia muda mwingi kuangalia vinamilikiwa na mfumo upi? Je, ni mfumo wa Mungu au ni mfumo haya majamaa haya mnyama haya duniani huku? Hatua unazopita, vitu unavyosikiliza, maneno unayoongea yanaongozwa na mfumo upi? Je, ni mfumo Baba yako wa mbinguni, mzee wa siku anayesimamia ratiba zote za hukumu kule mbinguni, au ni mifumo ya wajanja wa dunia hii? Ina habari njema kwako. Ikiwa unasema nahitaji kuwa mfuasi wa Mungu, nahitaji kuacha mambo yote na kuwa wa Mungu, ninaomba Mungu anifundishe kanuni za ufalme wake niweze kuishi sawa mapenzi yake. Lakini unasema mimi ni mateka wa mifumo ya dunia hii, Roho wa Mungu amenigusa katika kuzungumza, kuna vitu ambavyo ninavifanya, kuna vitu ambavyo nashabikia, kuna mifumo ya kiibada ambayo naifuata, ambayo nimegundua ni mifumo ya haya majamaa mapembe ndogo, haya mnyama ya Danieli haya, ambayo yamejificha kwa siri sana, yameniteka. Nimekuwa, inawezekana mimi ni agent wa organizations ambazo zinaongoza hii mifumo ya kuharibu utakatifu ndani ya watu na kuandaa watu kwa ajili ya jehanamu ya moto. Unasema nimeamua kuacha. Mungu nisaidie, niokoe, nirudishe, niishi katika mfumo wako ili niweze kuishi katika kesho njema. Mungu akubariki sana. Bwana akutendee. Kama umebarikiwa na kama unasema nisaidie Mungu, mwambie Bwana nirudishe kwenye mfumo wako. Comment hapo chini, Bwana nirudishe kwenye mfumo wako. Baba, ninakushukuru sana. Asante kwa kutufunulia mafunuo ya leo ya Danieli 7. Iko mifumo mingi sana, mifumo ya masimba, mifumo ya kiburi, mifumo ya uharibifu, mifumo ya urafi, lakini mifumo ya ule mnyama wa kutisha ya wasi dhidi ya maagizo yako, ambayo imetanda na dunia nzima, ikiwaandaa wakazi wa dunia kwa ajili ya wasi mkuu hivi karibuni. Lakini tunakushukuru kwa kuwa wewe nguvu zote zina wewe, na hakuna hata mmoja aliye katika upande wako ambaye atapotea. Ninaomba kwa ajili ya mtoto wako katika uamsho huu, anapoweka maamuzi ya kurudi kwenye mifumo ya kimungu,
Bwana mpokee. Anapoamua kuacha na maagano ambayo aliwahi kuingia bila kujua yalimweka muhuri katika mifumo ambayo siku ya hukumu atakuwa ni wakala katika jehanamu ya moto, Bwana muokoe kwa jina la Yesu. Lakini amekuwa na mifumo ya kupuuza na kukupinga we Mungu. Mifumo yote imekuwa orchestrated miaka mingi iliyopita. Amekuwa ajui, lakini leo amejifunza kitu katika somo la leo. Bwana muokoe kwa jina la Yesu. Umlinde kwa jina la Yesu. Endelea kumbariki na kumwandaa kwa ajili ya makubwa ambayo umeandaa. Uso wako kamwangazie, na Yesu unapokuja hivi karibuni katika kufunga hesabu za maisha ya dunia hii, Bwana mtoto wako akawe ni wa kuokolewa na asiwe wa kupotea, katika jina la Yesu. Amen.